Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Leo tarehe 10 Novemba, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kulikuwa kuna kesi 3 ambazo zinakihusu chama hicho pamoja na viongozi wake, ambazo zote zilikuwa zinaendelea katika Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam, ambapo kesi ya kwanza ni kesi ya uhaini ambayo inamkabili Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa, ambayo ilikuwa inatarajiwa kuendelea baada ya kushindwa kuendelea tarehe 3 ya mwezi Novemba mwaka 2025, ambayo nimekusogezea hapa update kile ambacho kimetokea mahakamani. Aidha, kulikuwa kuna kesi ambayo inahusu maombi yaliyopunguliwa na makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tanzania Bara John Heche dhidi ya IGP pamoja na wenzake, akiomba wajibu maombi kueleza sababu za kumshikilia kwa wiki 3 bila kumpatia dhamana wala kumfikisha mahakamani, ambayo kesi hii imesikilizwa kuanzia muda wa saa 4:30 asubuhi, ambayo pia nitakuelezea hapa kitu gani kimejiri mahakamani. Lakini kesi ya 3 ni kesi iliyofunguliwa na Saidi Isa Muhammad pamoja na wenzake dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama cha Chadema na katibu mkuu wa chama, na shauri hili ambalo pia limetajwa kuanzia saa 3 kamili asubuhi chini ya jaji Mheshimiwa Jaji Mwanga. Sasa kesi ya kwanza ambayo ni kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, nilikusogezea hapa update kilichotokea mahakamani, lakini pia nao Chadema wametoa taarifa kwa umma kwa kifupi zaidi kuhusu kila ambacho kimetokea mahakamani. Taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinauarifu umma wa Watanzania na jumuiya za kimataifa kuwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambayo ipo katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam, haikuweza kuendelea kama ilivyopangwa leo tarehe 10 Novemba mwaka 2025. Leo kesi hiyo ilitarajiwa kuendelea kwa kumsikiliza shahidi wanne wa upande wa mashtaka baada ya mashahidi watatu wa awali kumaliza kutoa ushahidi wao. Hata hivyo, Mheshimiwa Lissu hakufikishwa mahakamani kama ilivyotarajiwa. Katika maelezo yaliyotolewa mahakamani, wakili wa serikali Sawabu Isa ameeleza kuwa wamewasiliana na mkuu wa gereza la Ukonga ambaye amedai kuwa Tundu Lissu hakufikishwa mahakamani kutokana na hali ya kiusalama. Aidha, upande wa jamhuri umeeleza kuwa mashahidi waliopaswa kuja kutoa ushahidi hawakuweza kufika kutoka mikoa ya Ruvuma na Mbeya kutokana na sababu za kiusalama katika jiji la Dar es Salaam. Upande wa mashtaka ulisema kwa mujibu wa kifungu cha 302 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai uliomba hailisho la siku 14. Hata hivyo, mahakama haikupokea ombi hilo na uliamua kuhailisha kesi kwa siku 2 hadi tarehe 12 Novemba mwaka 2025 kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji wa mashahidi. Pia mahakama imeagiza upande wa jamhuri kuhakikisha kuwa mashahidi wote pamoja na Mheshimiwa Tundu Lissu wanafikishwa mahakamani siku hiyo bila kukosa, yani siku ya Jumatano. Imetolewa leo Jumatatu tarehe 10 Novemba mwaka 2025 na kusainiwa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi chama cha Chadema. Kwa upande wa kesi ambayo inamkabili makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, ni kukumbushe kwamba juzi hapa alikimbizwa hospitali kutokana na hali yake kuwa mbaya. Lakini pia siku za nyuma John Heche kupitia mdogo wake Chacha Heche alidai ya kwamba John Heche ataanza kususia au kugoma kula chakula kutokana na kile ambacho kinaendelea. Kwanza wamegoma kumpatia dhamana, lakini pia wameshindwa kumfikisha mahakamani. Sasa juzi hapa taarifa zilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa John Heche amekimbizwa hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa matibabu baada ya kuzidiwa akiwa rumande katika kituo cha polisi Mburahati ambapo anashikiliwa. Kwa siku kadhaa
familia yake imekuwa ikilalamika kuwa ndugu yao anaumwa na kutaka apewe matibabu, lakini jeshi la polisi walipuuza madai hayo ya familia hadi hapo Heche alipozidiwa na kukimbizwa Muhimbili baada ya hali yake kuwa mbaya, na taarifa ikadai ya kwamba tumuombe. Lakini mpaka sasa leo tunakwenda mahakamani, kulikuwa hakuna update yoyote kuhusu John Heche, lakini kile ambacho kimetokea mahakamani katika kesi yake ndicho ambacho tumekuja kukuhabarisha hapa. Moja kwa moja, kesi ya Heche, Jamhuri yaweka pingamizi kesi ya Heche ambapo itakuja kutajwa Novemba 13. Kesi ya kushinikiza makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche kufikishwa mahakamani au kupatiwa dhamana iliyofunguliwa dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura na wenzake watano imeendelea tena leo Jumatatu Novemba 10 mwaka 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kesi hiyo ilitajwa mahakamani hapo leo kwa ajili ya kuanza kusikilizwa. Hata hivyo, upande wa Jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Agatha Pima ulieleza mahakama kuwa kabla ya kuendelea na kiapo kinzani, Jamhuri imekuja na pingamizi kuhusiana na shauri hilo. Amesema upande wa Jamhuri ulipewa au uliagizwa na mahakama kuwasilisha kiapo kinzani hadi kufikia jana Jumapili, jambo ambalo wamelifanya, ila kwa kuwa jana haikuwa siku ya kazi, hivyo maelezo ya kiapo hicho kinzani wamewapatia upande wa pili leo. Wakili Selemani Matauka aliyeongoza jopo la mawakili wa mleta maombi, yaani mawakili wa John Heche, ameweza kuithibitishia mahakama hiyo kupokea pingamizi la Jamhuri. Hata hivyo, alisema wao wamepokea pingamizi hilo nusu saa kabla ya kesi hiyo kuanza, hivyo kuomba hailisho la kesi hiyo hadi siku ya Alhamisi ya Novemba 13 mwaka 2025 ili wapate fursa ya kupitia pingamizi husika na kuandaa majibu yake. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, baadaye Jaji Obadia Gwegoge anayesikiliza shauri hilo akakubaliana na hoja ya mawakili wa mleta maombi na kuahirisha kesi hiyo hadi siku ya Alhamisi ya Novemba 13 mwaka 2025 saa 4:30 asubuhi, ambapo kesi hii itaendelea. Ni kesi ambayo inamkabili makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, ambapo tunafahamu ya kwamba alikimbizwa hospitali kwa ajili ya matibabu baada ya kuzidiwa ghafla, lakini mpaka hivi sasa bado hakuna feedback yoyote kuhusu hali yake. Lakini kubwa ni kwamba tarehe ya kesho kutwa 12 itaendelea kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Lissu, na tarehe 13 tutakuwa ni kesi ya makamu mwenyekiti. Kwa hiyo kesi zote mbili za viongozi wa chama, kesi ya uhaini pamoja na mashitaka ambayo ameshitakiwa nayo John Heche ya ugaidi, kwa pamoja zitaendelea siku ya Jumanne pamoja na siku ya Jumatano. Tuchie maoni yako hapo, lakini kubwa pia endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.